Nacheza naye. Ubora wa huyo mpinzani wenu huko kwenye eneo lipi? Nyie mnaweza kulifanyia kazi na kwenda kudhibiti huo ubora na kutumia madhaifu walionayo na nyie kwenda kuyageuza kuwa faida. Mimi naamini inawezekana kwa sababu Simba ina watu wengi, na unajua faida ambayo inapatikana ni unajua mchezo wako wa finali unacheza na nani karibu wiki moja kabla. Kwamba unajua finali inacheza na mtu fulani. Analysis ya mtu unayecheza naye inaanza mapema, na wengine wamekuwa wanafanyaga hivyo vitu mapema toka kwenye mchezo ya nusu finali. Tunapiga hesabu zetu tukiqualify kwenda kucheza finali kati ya labda Berkane na Constantine, tutakayecheza naye finali ni nani? Tukicheza na Constantine tunaanza kumtengenezea approach yake, na Berkane naye tunamtengenezea approach yake. Yoyote atakayetokea mbele yetu sisi tunaweza kwenda kusurvive naye na tunaweza kufanya kitu kionekane. Kwa hiyo naamini bado Simba wana nafasi ya kufanya kitu, wana nafasi ya kuwa mabingwa, records nyingine ikaenda kuandikwa kama ambavyo waliona finali ya 93, wamekuja kushuhudia finali ya 2025, tunaweza tukashuhudia pia ubingwa. Mimi na kitu kimoja ambacho naamini Simba ndo wanatakiwa kufocus nacho. Medali tayari wanayo, kombe hawana. Wanatakiwa kufight kwa sababu ya kikombe. Medali tayari wamevaa. Kufika tu finali, medali tayari wamevaa. Ni kufight kwa sababu ya kikombe. Hakuna kitu kingine ambacho wanatakiwa kukifanya. Mashabiki wao, wanachama, viongozi, mashabiki wa mpira, sio mashabiki maandazi, mashabiki wa mpira wote wako nyuma yao kuamini wanaweza kufanya kitu. Na nikiongezea hiyo hoja yako katika kumbukumbu pia na historia na hata zile mtoto pengine akizaliwa leo akikuwa atakuja kuambiwa kitu kimoja tu, kwamba bingwa wa kombe la shirikisho msimu wa 24-25 ni Simba, sio mshindi wa pili. Sio mshindi wa pili. Wa nini? Kwa nini wewe wa pili? Sisi tunaelewana Yes. Nilikuwa najazia tu ile hoja yako ambayo ulikuwa unaizungumza. Ndio maana hata finali ambayo Yanga walicheza bingwa anafahamika ni USM Alger. Licha kwamba Yanga alishika nafasi ya pili, lakini Yanga wangechukua ubingwa, mazungumzo yangekuwa tofauti hapa. Tunazungumza bingwa msimu wa 21 huko Young Africans. Yani kuna vitu vingi naamini watu wanatakiwa kufocus navyo. Issue sio kuvaa medali. Hiyo imeisha. Ukienda finali tu medali utavaa, hakuna namna nyingine yoyote. Lakini pia ukipita pia hata comment mbalimbali za baadhi ya wadau wanadai kwamba wachambuzi hamuambii ukweli Simba, kwamba Simba wana mlima mrefu kweli zaidi ya Kitonga. Ndio maana nimekwambia on paper Simba ana kazi ya kufanya. Dakika 90 ndio zinatengeneza historia, zitavunja historia, zitaweka historia. Hatujawahi kushinda kikombe cha Afrika ndani ya dakika 90. Tunaweza tukapata kwa sababu 45 za kwanza zinachezwa Morocco, 45 za pili zinachezwa Tanzania. Dakika 90 zinakamilikia hapo. Yani mimi naamini mechi ni nusu iko kule, nusu iko hapa. Kwa hiyo rekodi mpya inaweza kuandikwa, bingwa wa kwanza kutoka Tanzania akapatikana. Rekodi inaweza kaendelea, Berkane kuendeleza ubora aliokuwa nao kwenye kushinda vikombe vya kombe la shirikisho, rekodi yao ikaendelea. Au rekodi ikaenda ile historia tunasema ya ukubwa wa timu ukaendelea kubaki pale pale. Berkane kaendelea kuonekana ni mkubwa kwa sababu ya uwekezaji aliofanya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, vitu vyote vitatu vikatokea kama Simba wataamua kujicommit kwenye hicho ambacho wako nacho mkononi. Sawa.